Ndugu zangu wapendwa, wahashamu, mababa askofu, baba askofu, rais wetu wa baraza, Baba Wolfgang, wakuu wa mashirika, mabate, watawa na wenye maisha ya wakfu, wageni wetu, ndugu na jamaa, kanisa la Mungu, familia ya Mungu Kristo. Leo ni jubilei ya upadre ya Mhashamu Askofu Philbert Muhasi wa jimbo la Tunduru Masasi kutoka 2021 mpaka 2026, na hivi tumeanza ibada yetu katika vijiria hapo jana tarehe 22 na mpaka tarehe ya leo 23, tukiwa katika dominika hii ya 21 ya mwaka A wa liturujia yetu ya Kanisa Katoliki. Ndugu zangu wapendwa, leo tunakumbuka miaka 25 ni ya zawadi ya huduma ya kipadre ya Mhashamu Askofu Philbert Muhasi wa jimbo la Tunduru Masasi na wenzake, na hapa pia pana askofu mwenzake, na hivi tunakumbuka upadre wale waliopata mwaka 2001. Basi tunaungana nanyi kumshukuru Mungu kwa zawadi ya utume wa robo karne katika kanisa. Pongezi sana Baba Askofu Philbert Muhasi na wenzako, pongezi sana. Asante sana wana vigeregere. Sasa mwisho mpaka tutakapomaliza ibada, wala vuvuzela wala vingine. Sasa tuko katika misa takatifu, kupiga makofi na vigeregere tutaalikana. Asante sana kwa kutuelewa vizuri. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tunaongozwa na neno la Mungu kutoka masomo tuliyoyasikia. Nabii Isaya anamlaumu Shebna, ni mtunza hazina, na anatabiri kuwa Mungu ataweka funguo mabegani mwa Eliakimu. Yaani Eliakimu atashika nafasi ya Shebna. Maneno haya ya kupewa funguo tumeyasikia pia katika Injili, yanatumiwa pia na Yesu katika Injili ya leo tuliyoisikia, kuonesha madaraka ya Mtume Petro, mtumishi mkuu wa kwanza katika kanisa. Ndugu zangu, Shebna na hata Eliakimu ambaye amemrithi, hawa wamepata fursa ya kuwa na mamlaka haya ambayo Mwenyezi Mungu yule aliyejifungua kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo walikabidhiwa. Hawa wote wawili tunaona wanaishia kutumia mali ya umma ama ya jamii kwa faida yao na ndugu zao, na hasa zaidi walijikita katika familia zao, marafiki zao,
jamaa zao, na hatimaye walitafuta na wakipewa, hasa na wale ambao waliwaweka madarakani sehemu mbalimbali, kuwapa viwanja mbalimbali katika maeneo ya nchi yao, na hivi waliweza kujijengea majumba ya kifahari katika viwanja hivyo tu. Waliweka uwekezaji kwa ajili ya familia zao, majumba ya kifahari. Walifika mahali wakabinafsisha rasilimali za umma, wanabinafsisha, zinakuwa zao, wanatafuta wadau, makampuni kwa ajili yao na si kwa ajili ya taifa lao la Israeli. Ndugu zangu wapendwa, mamlaka yanayozungumziwa katika masomo haya ambayo tumeyasoma katika maandiko matakatifu yanatofautiana na yale ya ulimwengu huu wa leo, tofauti kabisa, na ndio maana tunajikita huko ili kuonyesha wale ambao wameharibu, hawakufanya sawasawa, ili kusudi na sisi tusiofanya sawasawa kwa leo basi tuweze tukajirudi, tukakaa katika mstari kwa ajili ya jamaa na raia wetu. Mamlaka ya ulimwengu wa leo yanalindwa kwa nguvu. Mamlaka ya ulimwengu ya leo popote pale yanalindwa kwa nguvu za silaha, nguvu za kivita dhidi ya raia au binadamu wanaowatawala. Na hivi mamlaka hayo ambayo ni ya kiulimwengu mzima, hata sasa hivi katika ulimwengu hivi tunaita, kuna mataifa makubwa, bila shaka kuna mataifa ya katikati na madogo. Hao ndio ulimwengu huo ambao ni tofauti na mamlaka ya kanisa ambayo tunayazungumzia na tutakapoendelea katika homilia hii ya leo, katika nafasi hii ya leo. Mamlaka yanayozungumziwa katika masomo haya ni yale ambayo ni sawa na yale ya kanisa. Ni mamlaka ya utumishi wa kutoa maisha yetu kwa ajili ya wengine. Na ndiyo maana Baba Mwasi ametukusanya hapa katika nafasi hii ili tuweze tukakumbushana hivyo kwa madaraka ya kikanisa ya namna hiyo ambao na yeye amekabidhiwa. Hajakabidhiwa kama Shebna na Eliakim. Ni kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine kama Kristo mwenyewe anavyotufundisha. Hakuna maslahi ya binafsi au ya ndugu au ya jamaa kama tulivyoona kwa Shebna na hata Eliakim, ambao wametumia fursa hiyo kwa kutumia mamlaka hayo kwa faida yao na ndugu zao. Ndugu zangu wapendwa, washamba, baba askofu, ni changamoto kubwa inayotukabili pia katika jamii ya Watanzania wa leo. Basi kwa wazo hilo tu nawaalika tutafakari, fanya maridhiano na Mungu na wenzako kwa kukiri makosa au uovu na kuacha mifumo ya dhambi tuliyoihalalishia kwa kuitungia sheria, sera, taratibu na mpango kazi wa kutekeleza maovu dhidi ya binadamu.
unaweza tu kaamua tu, huyu toka leo ni muhaini, toka leo huyu ni gaidi. Ni mifumo inayotengenezwa, basi ni tofauti na kile ambacho tunakitaka sasa kiingie katika neno la Mungu mioyoni mwetu. Ndugu zangu wapendwa, tumesikia somo letu la pili. Mtume Paulo anatutafakarisha kwa kuisifia na kuitukuza hekima ya Mungu. Ndiyo hiyo inayoweza kutuongoza na kutupeleka kule kunakotakiwa, kama tulivyosoma somo letu la kwanza juu ya hekima ya kweli ambayo inataka tujitoe kwa ajili ya mwingine. Mungu, hekima ya Mungu inayopita ufahamu wa kibinadamu. Hekima hiyo inadionesha kwa kuokoa watu wote, yaani Wayahudi wale waliokataa mwaliko wa Yesu Kristo na watu wa mataifa mengine waliohubiriwa Injili badala ya Wayahudi hao waliokataa na wenyewe wakapokea. Na ndivyo tulivyo katika taifa jipya la Mungu tulivyo. Ndugu zangu, je, sisi watu wa taifa jipya la Mungu ni mara ngapi tunakataa mwaliko wa kila siku wa Mungu kwa kuacha kulishika na kuliishi neno lake kwa maneno na matendo katika maisha yetu tunayoyaishi? Ndugu zangu wapendwa, Injili ya leo imetoka Mathayo 16:13 mpaka 20. Mtume Petro anaungama wazi kuwa Yesu ni Masia, mwana wa Mungu. Kwa sababu ya imani hiyo, Yesu anamweka kuwa kiongozi wa taifa lake jipya. Ndugu zangu, funguo zinazozungumziwa katika kanisa za Mtume Petro ni tofauti na funguo za ulimwengu ambao tumekwisha sema wanaweza kuambia chochote wanachotaka. Wanaweza kufanya chochote wanachotaka kadiri ya mahitaji yao, kadiri ya nguvu zao. Lakini sasa funguo anazopewa Mtume Petro ni alama ya utumishi wake mkubwa kwa taifa hilo la Mungu. Ndizo funguo ambazo kwa kupitia kiti cha Mtume Petro, baba muasi naye atakabidhiwa funguo zinazotosha katika maeneo ya jimbo lake. Yesu na Petro wanapeana nyadhifa baada ya kutoa lile jibu sahihi nzuri kabisa. Yesu ni nani? Ni Masia, mwana wa Mungu aliye hai. Basi, lakini Yesu Kristo alimtahadharisha kuwa hilo jibu sio lako, umepewa. Yesu alitaka kujua kutoka kwa umma, toka kwa jamii, wanafikiri nini juu yake, na wao mitume wana maoni gani. Majibu toka kwa umma au jamii. Yesu anaonekana kuwa ni mtu maarufu sana, mwenye hadhi kubwa, mjumbe aliyehubiri neno la Mungu kama walivyofanya manabii maarufu waliotangulia. Manabii hao kama na kina nani? Wakina Yeremia, wakina Elia, mmoja wa manabii. Ndivyo jamii ilivyomwelewa Yesu Kristo. Ndugu zangu, Yesu Kristo alitaka kupata jibu la mitume. Wao wenyewe wanamuita ni nani? Wanamuona ni nani? Jibu la mitume. Petro anajibu kwa niaba ya mitume, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu anasema, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili,
bali Baba yangu aliye mbinguni. Ndugu zangu, jibu hili halitokani na uwezo wa pekee wa Mtume Petro kujua mambo, au kutokana na Petro kuwa alikuwa na karibu sana na Yesu kwa muda mrefu, bali ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, kumjua Kristo siku kwa siku kadiri tunavyokwenda hakutokane na kipaji na uwezo na karama yetu, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe anayetujalia ufunuo wake. Je, kwetu sisi Yesu ni nani? Hatuwezi tukabaki katika majibu sahihi tuliyoyasikia. Tujue kwamba kumjua Yesu ni jambo la kufunuliwa, jambo la kujaliwa kama vile kupewa zawadi. Ndugu zangu wapendwa, tuone ishara ya ufunguo ni nini. Kama tulivyoona kwa kifupi, ni ishara ya kuonesha kuwa jambo gani ni halali kufanywa au si halali kufanywa. Ndizo funguo tunazozungumzia hapa za mamlaka ya Petro, na wala sio funguo za ulimwengu. Ni uwezo wa kumtenga mtu katika jumuiya au kumfungulia mtu kuingia katika jumuiya, au kumtangazia mtu kuwa amekwishajitenga na jumuiya. Lete sendenzie. Mfano, unabeza mamlaka ya Papa, ya Baba Mtakatifu na mafundisho ya kanisa. Wakati huo huo unasema kuwa wewe eti ni Mkatoliki na kudai haki ya kutambuliwa. Umejitenga pale pale. Hata kama ungeenda kwenye ofisi ya mwakilishi wa Papa injini, hata ukienda kule umeshatengwa. Lete sendenzie, yaani maana yake umejilani mwenyewe na kuendelea kusafiri kufika kwake huko sijui juu yako. Ndugu zangu wapendwa, unasema kweli wewe eti ni Mkatoliki na kudai haki ya kutambuliwa. Yaani kudai haki, watu tuko kweli maarufu na kabisa, ni labda hakuna mtu wa kumfundisha kudai haki, lakini kutoa haki, toa haki, dai haki. Baraka ya kumbukumbu ya mwaka wa upadre wa baba yetu Baba Muhasi 2021 mpaka 2026. Ndugu zangu, sasa tutulie kidogo, tushirikishane hili. Kumbukumbu hii ni ya furaha ya jubilei ya miaka 25 ya upadre ya Askofu Philbert Muhasi na wenzake. Inatuhamasisha sisi sote na watu wote kutoa shukurani kwa zawadi isiyoweza kuelezeka ya daraja la huduma ya upadre, daraja la pili. Kristo Bwana wetu amefanya upadre kuwa chombo cha ukombozi wa watu, ili kwa kuunganika na askofu, yani askofu mpadirisha ama askofu mahalia, aweze kuzungumza na kutenda kwa neno la Kristo, ili aweze kuigeuza mioyo ya watu imwelekee Mungu, na hivi iwe sadaka isiyo na waa mbele ya Mungu. Yaani padre unakabidhiwa hilo na askofu mpadirisha mahalia, the local ordinary. Kwa hiyo padre unapeleka kile
ambacho yeye mwenyewe hawezi akaenda kule tena, anakupatia mamlaka hayo uyafikishe. Na hivi kila padre ameitwa aishi kama ndugu kati ya watu, amechukuliwa kati ya watu, amefanywa kuwa mtu wa watu kati ya watu, kuhani kati ya watu, kwao kwa mambo yale yote yamhusuyo Mungu, ili padre atolee sadaka na zawadi kwa maondoleo ya dhambi. Ndugu zangu, tunaunganisha sala zetu ili Bwana wetu Yesu Kristo amjalie ndugu yetu Askofu Philibert Muhasi na mapadre wenzake neema ya kutoa huduma bora ya kichungaji. Naye mwenyewe Baba Askofu aunganike zaidi na Kristo, mchungaji mwema wa roho zetu. Baraka yake Baba Askofu iwe juu ya jimbo la Tunduru Masasi, iwe juu ya kanisa la Tanzania. Mnaona maaskofu wote wengi tulivyofika hapa, mnaona idadi inaweza ikachuana na siku ile alipopata uaskofu hapa, lakini tumekuja kumpongeza. Tuko wenzake hapa na kanisa lote la Mungu kwa jubilei ya miaka 25 ya upadre wa Baba Muhasi. Ni mwaliko kwetu sasa, ndugu zangu, sisi sote kuungana naye kumshukuru Mungu aliyemwita na anaendelea kumwita kwa ajili ya huduma ya ukamilifu wa kipadre. Ndugu zangu, basi tuitumie siku hii ya leo tunapokumbuka miaka 25 ya upadre ya Baba Askofu Philibert Muhasi kujiweka wakfu sisi wenyewe kiroho, kama alivyoungama wazi kiimani Mtume Petro kuwa Yesu ni Masia, mwana wa Mungu aliye hai, Mathayo 16:13 mpaka 20. Pongezi nyingi sana Baba Askofu kwa kazi yako ya kitume. Basi Baba Mwashamu, endelea na juhudi ya kuzingatia neno la Mungu, kulieneza na kulitetea. Simama imara katika Kristo Bwana ndani ya kanisa lake la mitume, yaani kanisa la Petro mvuvi wa Galilaya. Pokea changamoto na matatizo kama kawaida yake. Changamoto, matatizo ndiyo haya yanayoweza yakakupeleka mbinguni. Unapokabiliana hayo na kujiweka mikononi mwa Yesu Kristo, ndipo hapo watakatifu wanatokea, si kwa sababu siku hizi mnakimbia msalaba. Hivi pokea changamoto za matatizo kama kawaida yake. Ukimfuata Petro, usibadili mitumbwi baba. Usifuate usafiri mwingine kuendea utume wako. Njia yetu kuu ni moja. Njia yetu kuu ni moja tu, ndiye Kristo Bwana wetu. Hivyo endelea kuwafundisha na kuwaonesha njia watu wote uliokabidhiwa na kanisa, na kuwahudumia katika jimbo lako, katika kanisa la Tanzania na kanisa lote la Mungu. Jubilei ya miaka 25 ya upadre wa kanisa Katoliki ni zawadi ya kanisa, sio ya mjubilei binafsi. Na ndio maana tumekaa hapa, ni zawadi ya kanisa. Tunapoadhimisha miaka 25 ya upadre, tunaalikwa wote sasa kutafakari juu ya uzito wa utume huo.
Yesu Kristo anataka kuendeleza ile huduma ya kufundisha, kutakatifuza na kuliongoza taifa lake kwenye wokovu kwa njia ya wafuasi wake wachache anaowateua yeye mwenyewe, na sio chaguo letu binafsi na wala sio chaguo lao binafsi. Ndugu zangu, huu ni utume wa hadhi ya juu, maana ni utume wa kimungu. Rejea ukweli huu kwamba hata malaika hawajashirikishwa au kujaliwa utume wa hadhi hii ya kuongozwa na msalaba. Upadre ni utume unaodai nidhamu ya hali ya juu. Unadai kuwa wema. Unajali kuwa ukarimu wa kipasaka. Unajali usafi wa moyo. Unajali upole na uwajibikaji. Hapa lazima tuelewane. Watu wanafikiri upole ni bora liende. Hakuna. Sio bora liende. Unyenyekevu wa kimungu na uaminifu katika huduma ya maisha. Kuna wakati askofu, kwa sababu inatakiwa upole uwepo na uwajibikaji, inabidi niombe kwa Mwenyezi Mungu anipe hasira ya sahihi ya kweli ili nipambane na mazingira yale, ili nisije bora liende. Hata Bwana wetu Yesu Kristo kuna kipindi alishinda anapokuta hekalu lake sasa hekalu linatumiwa kibiashara na wamachinga na watu mbalimbali. Nadhani alitengeneza kikoto akaweka. Nadhani mnajua zaidi kilichotokea. Nawe baba Muhasi, rejea ripoti ya Yesu kwa mtume Petro, ondoka kwangu Shetani, wewe ni kikwazo kwangu, fikra zako si za kimungu ila za kibinadamu. 16:21 mpaka 27. Petro yule aliyepata 100%. Huyu sasa hivi anaambiwa rudi nyuma, na tumesha kuambia yale alichofanya kile kilikuwa ni ufunuo wa Yesu mwenyewe, cha Mungu mwenyewe alimuwekea pale. Hapa akabaki peke yake, kuogopa maumivu, msalaba, kifo. Anamuonya Bwana wake, anamwambia ondoka kwangu Shetani, wewe ni kikwazo kwangu, fikra zako si za kimungu ila za kibinadamu. Ndugu zangu wapendwa, huu ndio wajibu wa sisi maaskofu, huu ndio wajibu ya mapadre, huu ndio wajibu wa kanisa, hata kwa watawa na wenye maisha ya wakfu na walei katika nafasi zile mnazofanya utume katika kanisa. Nasema haya ili wakileli wenzangu na wakileli wenzetu kama mapadre, kupitia nafasi hii tujikumbushe juu ya wito wetu. Basi kupitia utumishi wa miaka 25 ya upadre kwa jubilei hii ya Baba Askofu Philibert Muhasi na wenzake, tunawaalika nyinyi nyote ndugu zangu, nyinyi tulioko hapa na wanaosikiliza kama wapo na wanaotazama kama wapo, tunawaalika mtuombeeni wakileli wote. Kwanza waombeeni wakileli wote wanaofanya utume katika jimbo la Tunduru Masasi na majimbo mengine wanakotoka wa jubilei wa mwaka huu waliokuja kuungana na Baba Philibert Muhasi. Liombeeni kanisa la Tanzania.
liombeeni kanisa lote la Mungu ili tupate kuzitenda kazi za kikuhani kwa utakatifu, kwa upendo, kwa matumaini, kwa imani na nidhamu ya hali ya juu. Mtuombeeni sana. Mtuombeeni pia tujaliwe kuwa kielelezo chenu katika kulishika neno la Bwana, tusiwaangushe, na hivyo kuwa wadau wa kweli wa shughuli za kimishonari na uinjilishaji, tukizingatia tunu za furaha ya Injili katika utume wetu wa kila siku. Mtuombeeni. Tunawaomba ndugu zangu, adhimisho hili la leo litupatie fursa sisi sote pia kutafakari kwa kina juu ya mito mitakatifu katika kanisa, kwa namna ya pekee kanisa la Tanzania. Tujaliwe mshikamano sasa hivi katika kukabiliana na baraka, yani tuna baraka kubwa ya ongezeko la mito mitakatifu katika mpaka sasa tumefika katika seminari kuu zetu. Tuna baraka kweli. Msije mkasema mbona Tunduru Masasi hatuoni mafuriko haya, lakini ni kanisa la Tanzania. Tushikamane ndugu zangu, yaani hatuna mahala pa kuwaweka. Tushikamane kuhakikisha kuwa miundombinu ya seminari zetu kuu na nyumba za kitawa za malezi kuwa na miundombinu inayokidhi idadi ya walezi wanaowiana na walelewa, tena walioandaliwa na kutegemeza seminari na vituo vingine vya malezi kiuchumi. Sisi wenyewe ndio mwaliko tunaowaletea. Mwaliko huu tunauleta maaskofu kwenu ninyi waamini walei mulio wengi na mnaohitaji zaidi huduma ya hawa mapadre. Hivi Tunduru Masasi tuna mapadre wangapi? Sikusoma sana kuangalia huko. Hivi mmepita 40? Eti wanasema 23. Halafu waamini hawa 23 hii tugawanye kwa ngapi ili kusudi tuwafikie? Halafu mnatupatia sisi wenyewe ndio tufanye kazi tena ya kutafuta chochote kile ili tuweze tukawafikia. Is it true? Hivi ni ukweli hawa mapadre 23 na askofu sijui atakuwa wa 24 ndio waje kwenu wote wakatoe, na mnahitaji muwaone jumuiya ndogo ndogo kweli? Sasa ni hapa hawa huwa wanatokea seminarini huko, na sasa seminari kuu huko leo hivi mpaka kieleweke, ili tujipange vizuri na mambo yataenda vizuri kabisa. Na baada ya hapo mtakuwa mnapiga vigeregere huko nje ya ibada mkishangilia matunda na mapato hayo, na mkacheza na ngoma za kitamaduni, mkachanganya miguu mpaka tukashindwa kujua mguu wa kulia na kushoto ni upi. Ni huko. Asante sana. Mwaliko huu tunauleta sisi maaskofu kwenu. Tunao waseminari wa kuanza falsafa na teolojia mamia, lakini hatuna nafasi na mahali pa kuwaweka. Na ninyi walei mnaozidi kuongezeka hivyo kuhitaji huduma ya kipadre, je, tutafika ikiwa ninyi mnaendelea kujitafutia maendeleo yenu binafsi kama wakina Ebna na Eliakimu bila kuandaa wahudumu wetu hawa
tena kuwaandaa kichungaji, mfungamano na kiroho. Ndugu zangu wapendwa, Yesu Kristo ametamka kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Hivyo huenda baadhi ya mavuno yanaliwa tayari na wale wanaopenda kuvuna katika mashamba ya wengine, kwa sababu ya uchache wa hawa wahudumu mapadre hawa, na hivi wako wanaopenda kuvuna katika mashamba ya wenzao. Nadhani mliweka makusudi. Basi tupambane hapa, tuendelee taratibu Hivyo baadhi ya mavuno yanaliwa tayari na wale wanaopenda kuvuna katika mashamba ya wenzao au kuvua kwenye mabwawa ama visima vya wengine, hususan ndani ya kanisa letu Katoliki. Ndugu zangu, siku hizi kila nikienda kwenye nafasi ya ziara parokiani na kutoa kipaimara, na wauliza watoto, atakayekupa kipaimara atakupa kwa maneno gani? Wanajibu, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Utajibu, wanasema amina. Mafuta gani utapakwa kwenye paji la uso? Watoto wanajibu, Krisma takatifu. Watoto wanajibu hivi. Wapi utapakwa? Kwenye paji la uso. Watoto hao. Na wauliza nyinyi leo, yale mafuta mnaita upako yanaitwa nini? Mnapakwa wapi? Mnapakana wapi? Mnacheka, si madogo. Kwa maneno gani? Kule sema, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nawe na iwe rohoni mwako. Na hivi mtoto ukisema pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu, akisema amina, atashangaa kuona mafuta unampaka mgongoni au kichwani. Na ndivyo tunavyoshangaa nyinyi. Nakwambia sijui kama mnapakwa, mnapakana, unajipaka, itakuwa juu yenu. Na mkifa huko, mumeenda wakati fulani mahala fulani, mahala ambapo jimbo ni Katoliki tu, kila hewa, hata hewa, tandaza nylon hapo, mwaga mafuta. Wa kwanza kule ndio atakaye kuwa amepata anachotaka. Wajawazito karibu wavateke, wasiokuwa wajawazito wamefia pale. Halafu nataka kuzikwa na kanisa. Tafuteni mahala katika kanisa sheria inayokataa sizikwe hapo. Manaka kawekwe mahala pake. Hivi tunahangaika na nini? Sasa hivi pana kiwanda kimoja kilikuwa kwa ajili kama bucha hivi, kiwanda toka wakati wa Mwingereza, Tanganyika Packers, ndio wale walipaki hata nyama kwenye makopo. Siku hizi pana nini pale?
Unawakuta watu pale wanashindwa kurudi nyumbani kwa sababu hawana tena nauli za kurudi walikotoka. Ndugu zangu, hivyo ni wazi kuwa mavuno yetu yanaliwa na wanyamapori. Wanyamapori hawa na mavuno mengi yanapotelea shambani kwa kukosa huduma ya kipadre katika maeneo yetu. Ni kukosa wahudumu hawa wa kipadre. Naomba ndugu zangu wapendwa na mababa askofu, nadhani tutumie zaidi pia bodi leo hivi tena mnatumia na AI katika maendeleo yenu. Mnaita akili bandia, sio? Yani mmefika mbali na mitandao. Hata sasa hivi wengine hivyo mnabonyeza huko. Ila msipotoshe, muko huko mnahangaika. Haya myafanye sasa hivi, tutengeneze hawa wa seminaristi hawa wapate malezi vizuri. Watawa na maisha ya wakfu, nyumba za kitawa tutengeneze vizuri, tuwakabidhi hawa walei, tukabidhiane ili tufanye, badala ya kutungojea sisi tulete. Sisi ni masikini wa kutupwa, msione hivi. Ni masikini kweli, lakini ni wale masikini wa kutupwa wanaokaa karibu na kanisa. Tafadhali tusali katika familia zetu, tusali katika jumuiya ndogo ndogo, tusali kwenye vyama vya kitume vya sala, tusali ili Mungu achipushe mito ya upadre na hata atupatie mbinu na ufumbuzi wa changamoto kubwa hii inayotukabili katika jimbo letu la Tunduru Masasi, katika kanisa la Tanzania na kanisa lote la Mungu. Ndugu zangu, tumuombee sasa mwanajubilei wetu na wenzake aendelee kuzaa matunda mema, matunda mazuri, matunda mengi na yenye baraka ya kitume kwa miaka mingine ijayo. Muniombee na mimi pia ili nimalize, ili kusudi ibada iendelee. Tumsifu Yesu Kristo. Mumeanza sasa. Jamani, salini. Hata kikuwasha kigeregere, sali ili kinyamae, halafu baadaye tutaendelea. Na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi
kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, vyote tulivyo navyo tumevipata kwako, e muumbaji wetu, twakuomba. Upokee shukrani yetu kwa sababu umetuumba. Upokee shukrani yetu kwa sababu twaweza kukupenda na kukutumikia, e Bwana. Upokee shukrani yetu kwa sababu umemtuma Kristo mwana wako akae kwetu. Upokee shukrani yetu kwa sababu Kristo ametukomboa kutoka utumwa wa Shetani, e Bwana. Upokee shukrani yetu kwa sababu Kristo hutulisha mkate wa uzima. Upokee shukrani yetu kwa sababu tutaweza kukusifu pamoja na mkombozi, e Bwana. Upokee shukrani yetu kwa sababu tumepata wenzi njiani kwenda kwako. Upokee shukrani yetu kwa sababu umetujalia kutamani uzima wa milele, e Bwana. Upokee shukrani yetu kwa zawadi ya miaka 25 ya upadre wa mwashamu Askofu Philbert Muhasi. Upokee shukrani yetu kwa utumishi wake kwenye altare yako, e Bwana. E muumbaji, mfadhili wetu mkuu, tupo mikononi mwako, twakupenda, twakushukuru, twataka kukutumikia siku zote. Utupe neema ya kukaa kwako milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.